Shikamoo. Vizuri. Okay, sawa. Basi kama niko hapa, yaani nina shamba hapa chini. Ndio maana ninadanga nyumba kwa nyumba, nipate watu wa kunifanyia kazi kwenye shamba langu pale. Si leo hatuna muda, tunaenda shambani. Nenda shambani? Basi hata kesho tu ni bora. Si tunaenda shambani. Tunaenda kunia muhogo. Nenda shambani? Yeah. Wewe kijana. Kijana unafanya hapo nini? Unafanya nini hapo? Nilikuwa natafuta watu wa kunifanyia kazi. Wewe. Oya mwanangu vipi? Unahema kwa nini? Ndugu zangu, nimefatwa. Yaani nimefatwa. Fatwa? Sijawahi fatwa hata kama hivi. Yaani kusema ukweli, nimepita nyumbani kwake pani. Yaani mzee pani pa. Amenifuata yani kiasi gani? Nimesalimu tu, yaani wasichana wake tu hivi. Jambo tu shikamoo. Amenifuata nyuma. Hata una bahati, ungeshikwa ungepigwa kama mwizi. Wewe hujui kama huyu ni mzee mkali sana, watu wote wanamogopa hapo mtaani. Na mimi sasa nimekuta huko kisimani. Akanipiga hiyo inaitwa Mono Jalkaburi Express. Hiyo moja. Yeye hajawahi sikia story zake. Oya wanangu, mzee pale nani? Mimi mwenyewe nitamkaba shingo. Utamzibu. Yaani salamu tu pekee, salamu. Amenifuata nyuma yani kama vile kondoo hivi zinavyofuatwa hivi. Huyu hapa anaongea sio ya jua tu. Sinamjua mzee huyu hapa. Wewe ndakwambia kwamba tu una bahati, hajawahi kushika. Hivi ushawahi patana naye kwani? Kwani akikushikaga tu nakwambia wewe mwenyewe utajitetemekea hapo. Ndugu zangu, naona mumeongea mambo mengi. Bora niwaache kwa muda huu. Maana hamjui nini nalopitia kwa muda huu. Amenifuata, yani kile wahi sijawahi kiona. Mimi bora niwaache kwa muda huu. Maana anaweza kanikuta hapa anipike kinoma vile. Mimi nawaacha ndugu zangu. Mimi naenda hata wapiga nenda salama wewe. Ona sasa nyinyi mwenyewe unamgamagamba huyu mtu huyu. Kwangu mimi nitamzibua. Wewe umjui kahani. Wewe umwambie nikute nyumbani. Basi nenda kumuita. Nyinyi, hii umbwa inayotoka hapa ni umbwa ya nani? Ama ni yule kijana ambaye ametoka hapa. Si yule kijana. Yule kijana amekuja kutulizia tu kama tunaweza kumsaidia kufanya kazi shambani. Naona unataka mchanganya kichwa. Nyinyi nasema hivi, ole kwenyu. Ole kwa yule atakayetoa kwato za miguu yake hapa ndani ya uwanja huu. Iwe ya kwanza na ya mwisho. Unanifuata? Amekosea baba. Hujui kama amekosea. Okay, jambo lingine, jiandaeni tunaenda shambani. Nacheka sana na. Sasa unafanya nini? Au ni masiara? Tena kwenye kazi unataka. Wewe baki kule bana. Hivi nakushangaa sana kakangu.
Achia mdogo. Wewe shangaa tu kula bana. Una akili wewe. Kula yote basi. Nakucheka sana. Usisirike sana. Kaka zangu nadhani mmeshiba. Umeshiba. Asante kwanza dada. Asante kwa kupongeza kakangu. Yaani dada kusema kweli shiba kulibaki. Ndo na shiba. Wewe unaongea nini? Wewe mbili tu mimi 10. Kwanza mimi sitashiba. Hamjashiba? Bora hata tugongeleta hata ingine. Haya, msikilize, kama mjashiba basi mjiandae tuenda shambani. Tukitoka shambani mtashiba jioni. Kweli dada, tunaenda shambani maana kaka Kingi na Nikshi walisema Janet hawana muda. Mimi na Imani leo tuna muda. Au sio kaka Kingi? Yaani dada kusema kweli kwenda shambani jana tupata muda. Pia na leo tutapata muda dadangu. Yaani tuna mahali ambayo tunaenda. Wewe usiseme mahali tu, ongea ukweli. Maana hapa Sombe kila siku tutatumia hapa. Ndio tunataka kwenda angalia mitego zetu kule. Unasema nini? Panya tuzitumia hapa jioni. Panya. Yaani kaka zangu mnataka leta utani, ujiandae tuenda shambani. Tena kwanza kufurahi. Tena kwanza kuhusu mitego hapo mnataka. Wewe usiongee mengi bana. Maana siku zote mnatudanganya eti mitego. Mmeleta nini sasa? Wewe huwezi kufurahi hata tukileta hapa panya tunatumia. Naona kama mnaleta utani, yaani mjiandae tuenda shambani. Sawa? Basi dada tunaenda shambani. Mjiandae haraka bana. Sawa. Dada, mimi naenda kuchukua panga. Okay, sawa. Oh, dada. Mimi nimetazama getoni mwao hawapo. Unasema nini? Nimetazama huko hawapo, tena unaonekana kama wametoroka. Watakuwa mimi ndo wapi, lakini hao watoto. Usijali, twende si wawili nitakueleka nao jioni. Shikamoo baba. Marahaba. Mbona uonekane mzee wako? Mimi nipo tu. Kuna jambo lingine? Dada, kwa siku ya leo mjiona Nikshi na Kingi? Hajaona. Walikuwa wameenda wapi? Piteni tuende. Unaona kwa nini hapa? Mimi si kawaida siku zote kuita hapa. Najua. Ina maana nina jambo. Sasa jambo gani hilo? Wewe ni arifu tu. Mimi nahofia penzi letu. Unahofia piki vipi? Ina maana huniamini? Mimi nakuamini na ndio maana nahofia. Sasa unataka tufanyeje? Mimi nataka ndo kujitambulisha nyumbani baby. Kujitambulisha kwenu? Yeah. Kuna kufika pale wananiforce eti mimi nikuoe. Hapana. Sio kuoa, ni kujitambulisha ili wakujue kwamba wewe ndo mpenzi wangu. Kujitambulisha haina shida. Kama ni kujitambulisha tu peke yake mimi nitafika pale na jitambulisha. Okay, sawa, na uharakishe kwa sababu mimi nimetoroka hapo ili nije nikakuarifu. Akijua kwamba nimefika huko itakuwa shida. Si babako hapo nyumbani kwenu? Yaani nimemwacha hapo. Wewe mwarifu tu kwamba mimi nitakuja. Okay, mimi naenda. Asante, nashukuru. Mimi nishaokoka bana. Sipo kama nyinyi wahuni. Msikilize. Hii ni habari njema. Nimekuja kwa kiroho safi kama Mungu. Bali Maria mtakatifu ndo kawashukia. Umeelewa? Nyinyi nataka kuwauliza swali moja kasi mbili. Kwa nini nyinyi hamuendi shambani? Hilo tu basi. Hoya, wewe unataka kutuzingua nini? Sikia mzee. Wewe ni mmoja wetu hapa najua. Kutoka tu kidogo umekuja utuwekea matu. Lazima muokoke kama mimi, muokoke jamani, muokoke. Kuokoka nini? Kuokoka nani wewe? Tutakuokoka wewe ama tutakuokoka nani? Oya. Kwa nini wewe uzungue watu hapa? Bro, wewe Shadow, lazima kwanza uokoke. Lazima muokoke kama mimi. Oya wazisikia. Shauri yenu, asiyesikia la mguu kuvunjika mguu. Wewe sio mkuu wewe. Shauri ya nani wewe? Toka wewe bwege. Mimi huyo kwa shauri tu. Sawa? Shauri gani lile? La kipimo. Okay, kama ndivyo basi mimi naondoka. Shadow baki salama. Wewe toka tu. Toka ondoka. Wewe nenda wewe. Toka basi. Shadow ndio tuambie mambo mazuri, sio yule. Eti
Kaka Jogo kivipi? Oya, unisikilize. Mambo ya matusi tu. Nisikilize wewe. Nilikuwa nawaambia hivi nishauza, nishanunua kitu kwa hapa. Stoka. Raibex nimemkuta. Yule rafiki yangu bwana kidogo. Niitie basi mara moja. Nani? Raibex? Raibex? Nakuja. Njoo mara moja. Karibu. Sasa hizi rafiki yangu. Safi. Raibex, mimi nashukuru kukukuta. Ila mimi kuna jambo moja ambalo limenisukuma mimi nifike hapa. Jambo gani? Unamjua yule mpenzi wangu Latifa? Latifa namjua. Wifi yangu yule. Yule ni wifi yako kabisa. Ameniarifu eti niende nikajitambulishe kwao. Kwa hiyo mimi nataka unipeleke. Kukupeleka mimi ndakupeleka. Samahani sana kwa kuingilia mambo yenu. Ongea. Unasema eti mnamuongelea yani Latifa. Anaishi wapi katika kijiji? Pale kwa kina Latifa kwa mzee Fanu. Yaani mbona unashangaa? Mzee Fanu? Kwenye ulimwengu huu kama kuna watu wote huko kama yule Mzee Fanu, bora ulinyama kuliko ulimwengu. Kwa sababu kumpiga sufuria atapiga machungu. Ama Latifa ni mpenzi wako? Sio mpenzi wangu. Vipi? Sasa tuache kivipi? Kwa Mzee Fanu. Nini bana? Mimi nampenda Latifa, naenda kujitambulisha pale. Tena mambo ambayo unaenda kule. Mambo kumkera moyo bana. Si eti ni kumkera. Mimi si kama wale vijana ambao wanafikaga pale afu wanawaita watoto wake. Mimi naenda kujitambulisha, nitamuoa. Unajua kwenye ulimwengu huu kama kila mtu wote yuko kama Fani, bora ulinyama kuliko ulimwengu. Raibex, wewe usiponde muda, jiandae afu nikute nyumbani kwangu tunaenda. Mimi nakuja. Ukuja haraka. Sawa, safari nzema. Fani. Dada, kwani leo umeenda shamba wapi? Hapa sijui mnatuambia hata tunaenda shamba. Sasa si tunatoka hapa tulianza kwenda kule kutizama mitego zetu. Baada ya kutizama mitego, tunaenda kule shambani na tuwaone. Kwani David mlikuwa shamba wapi? Nix, nyinyi msinichanganye. Hivi dada, usimlaumu mdogo wangu. Tumetoka shambani. Iko ni Mataba ndo tumetoka dada. Dada, kumbuka ile mti ambayo nilikataka pale, si ndio ile ongea kwenye mihindi pale. Yaani msinichanganye, mniarifu mnatoka wapi saa hizi? Dada, tumetoka shambani. Shamba la wapi? Dada, tumeleta kundi, tunatoka shambani. Sisi tumefika kule atuwaone. Kama mmeleta kundi basi mchukue kundi lenu mrudi na kundi lenu. Nyi kaka msikie Swahili, wanasema muondoke. Wewe nitakuja nikupigie makofi wewe. Turudi wapi? Bwana rafiki zako kivipi? Mimi sijaelewa. Okay, vijana ongeeni. Huyu ndo ataongea. Mzee, mimi nataka kuja kujitambulisha kwamba mimi ndo mume wake Latifa. Okay. Wake Latifa. Wewe pale una umri wa kuitwa mume kabisa. Mimi nataka kuja kuambia kwamba unilindie. Nitakapofikisha umri wa kuoa na nitamuoa Latifa. Hayo maneno hayaingia hata kidogo masikioni mwangu. Mimi nitaka tu niwaambie wazi kwamba hapo hakuna msichana wa kuoa. Na hawa mnavyowatazama hawa ni watoto, hawastahili. Hivi naomba mrudi vile mlivyofika. Mimi naomba unilindie atakapofika. Mimi nasema ondoka. Hapa. Mimi ndo mwenye kauli.
Nasema ondoka. Ondokeni. Yaani turuhusu sisi. Lakini nyinyi mnataka niwafanye nini? Basi ondokeni bana. Oya, Raibex. Raibex. Naam, umetoka shambani? Habari za huko? Salama, mbona umeboeka hivi? Ni kweli tumeboeka. Si tumepigwa kule. Niliwaarifu kitambo zamani. Yaani tulipofika pale wakatupiga hata mimi sielewi. Pole sana, poleni sana. Ila kuna mganga fulani ambaye atakuja na 5,000 na nusu hapa. Nitamupea anawatibu. Mjikute Hapo fresh nashukuru. Hapo sawa. Atakuja yani Dr. J, unamjua? Ndiyo. Asante. Ila kakangu ameng'ang'ania kwamba si tutarudi kule. Ni vile tutarudi kule, maana hii ndo ya kwanza na imani ya pili mzee atatuelewa tu. Msirudi bana. Sasa kwa nini mimi nampenda Latifu? Yaani mtauawa Bora ni wawe kwa ajili yake, bora ni wawe kwa ajili yake. Ramadhani, naomba sikia la mkubwa. Hamna kumsikia tu mimi ni kumpata Latifu. Wewe utafunjwa na dunia wewe. Tutaenda kesho, wewe nakwambia kesho tunarudi kule bana. Yaani unataka mimi nipigwe tena? Hata tupiga tena atatuelewa tu. Okay sawa. Ila nani Raibex? Nimeenda shambani mimi mwenyewe. Ila kesho sisi alfajiri. Asante kaka. Shambani. Okay, mimi naenda nyumbani. Asante. Ndio tuende pamoja. Kwani tena unitembelee? Maana kama wiki moja imepita hata kuja kunisalimu unakosa kweli? Yaani mimi kupenda nimeshinda kwa babangu. Babako ana nini yani? Anakufungia kwenu au? Babangu anifungia nyumbani lakini ananifikia kama mtoto mdogo. Oya ngoja. Kwani babako yule ana nini? Anajikuza mwamba, anajikuza nani kwanza yani? Ndo mimi. Unasema nini? Ulikuwa ukiongea nini? Yaani huyu hapa mtoto wako ndo alikuja kunisalimu eti kule nanili una kazi alafu kijana. Unanijua mimi? Sema kweli mimi unanijua mimi? Ngoja yani acha Mungu mimi na wewe nakufa. Kijana. Oya mzee. Kijana. Ngoja nisamee mzee, haki ya Mungu nimeacha, haki ya Mungu. Haujui story yangu? Anaijua. Haujui story yangu? Anaijua, haki ya Mungu nimeacha ni kabisa. Ole kwako. Nasema hivi ole kwako. Nimeelewa. Sawa basi, mwanamke mmoja basi, wanawake ni wengi. Sinizingue. Ni na nguvu lile. Likomwe lile. Sabra. Sabra yuko wapi? Nyinyi, kwa nini hamtaki kunisikia? Nasema kwa nini hamtaki kunisikia? Mara ngapi nimeshawaonya sitaki zile ng'ombe zenu fika hapa. Lakini ole kwa yule ambaye nitakayekuta tena ndani ya makosa haya. Atajua mimi ni nani. Okay, jiandaeni tunaenda shambani. Fanyeni haraka. Hodi hapo. Karibu. Asante. Vipi mzee? Salama. Sifa. Niletea mgeni kiti. Mzee wangu. Asante. Mzee wangu. Yaani mzee wangu, nimekuja hapa, kuna mambo mawili matatu ambayo nataka kukuja kukuulizia. Ongea kwa kifupi. Mzee wangu, nina shughuli zangu hapo. Na nimekuja hapo kwa ajili ya hao wasichana wako. Nimesikia eti wakati unakutanisha hapa wavulana unawavuruga. Sio vizuri kuwatafutia wasichana wako waume. Hayo ndo mambo yamekuleta hapa. Yeah. Naona unataka kufuruga kichwa changu. Kama hayo tu ndo mambo yamekuleta hapo, namna ulivyoingia, naomba urudi. Mambo yale. Nasema rudi. Asisikia la mkuu, vunjika mkuu baba. Mimi naondoka. Naenda zako bana. Haya, bye.
Nashinda kuelewa na hapo alafu kwangu nini? Hodi. Karibu mzee. Chukua kitu pale. Hapa. Nimekaribia kabisa. Asante. Nashukuru. Nimekaribia. Asante. Tupe nafasi tuongee. Asante. Karibu kwanza. Nimeshakaribia. Kijana wangu, kama nimefika hapo ni kwa ajili ya lile jambo letu ambalo tuliongelea. Sijui nakumbuka. Nimekumbuka mzee wangu. Jambo lenyewe ni kunafikiria umekawa huko kijana. Kweli nimekawa. Lakini nafikiria yule mtoto wako sitamuoa kama vile wakongomani wanawaga. Nitamuoa kama nchi za kigeni vile. Nitamuoa kwa ng'ombe 10. Pia shamba nitamuoa kwa hekta 23. Una uhakika na hiyo? Nina uhakika mzee wangu. Asante sana kijana. Asante, nashukuru. Nilitaka niulize jambo moja tu. Huyu ambaye ametoka hapa nani? Nilikuwa najua kwamba utaulizia. Yule pale dada yake, mimi kaka yake, yeye ndo mdogo, mimi mkuu. Yaani tunarudiana mgongo, yani tumbo toka nitoke vile. Okay, nashukuru. Sawa mzee. Mimi nilitaka uje uchukue mke wako. Waga nitatimiza mikakati zangu, nitakuja naye moja kwa moja ili tukae naye hapa. Naamini ya kwamba watakuwa wakifanya mambo pamoja na wifi yake. Okay, asante sana. Nashukuru. Hamna shaka. Karibu. Karibu. Upo salama eh? Mimi nashukuru sana kukubali mwito wangu. Waingereza wanasema I'm so happy. Sasa mimi nimekuitia hapa tu, nataka hilo jibu langu, yani hilo jibu special. Kwani mimi jibu lako ni nani? Mimi nimekubali. Fresh. Sasa vipi kuhusu mke wako Sabra? Kusema ukweli, yani mbele ya Mungu, Sabra mimi nishamkataa. Maana babake alinikaba roba, akanininginiza ni juu. Ndio maana mimi hii mwili yangu, mwili ya mahaba, si ya nguvu yani. Ndio maana mimi nishamwacha mazima. Nimemwacha. Hakika na wewe mbona mko? 100% yani nishamwacha. Wewe ndo nimekujengea gorofa huko. Yani mule mna gorofa yako yani. Upo ndani ya moyo. Sana hakika na maneno ambayo naongea. 100% nimekumwacha. Yani wewe ndo nimekuja kwenye moyo kujengea kule gorofa kwenye moyo wangu. Sawa, nimekubali. Sasa tuende kumwona. Fresh. Fresh sana kabisa. Asante. Kesho basi. Sawa. Yaani hapa mashoga yangu, mmeona? Nimemwona huyo Vivida na Jogo jamani, walikumbatiana mabusu mdomo kwa mdomo. Wanaongea eti kwamba wamshamwacha huyo Sabra ndio wamshapenda huyo Vivida. Na kwenda kumwambia Sabra, mume wako nimshamuona. Maana mimi nikilala ndaamka asubuhi kinywa changu kimshanuka nishasahau. Si ndio vile sasa? Mimi silala naambia napeleka huyo taarifa hiyo tu. Sasa hivi hapa. Sasa mimi nimesahau tunapeleka taarifa nini? Kuna mshiba? Hapana, kuna mshiba. Umekisahau ulichokiona hapa? Mimi nimshakumbuka jamani shoga. Nakumbuka. Nimshakumbuka sasa tunampelekea huyo. Kuja tupeleke taarifa. Sasa mnaongea nini? Ndio pale sasa. Kuja tuende jamani. Twende tukajiandae. Jiandae tena. Njoo tuende. Tutakapotoka huko ndio tunajiandaa. Sio hivyo? Sawa, tuende. Yaani wewe
kwetu. Yaani mnakwenda kufanya huko nini? Tunakwenda kwa kina Sabra. Mnakwenda kufanya kwa kina Sabra. Unajua babake Sabra mkali. Tena mnakwenda kufanya kwa kweli, yeye mkali. Si mtunataka tuambie. Itasababisha utamu isha kati hatujamfikishia mwenye nani. Leo tusiende mbali. Dada yako anakuhitaji uende ukachukue mtoto ukamsaidie. Lakini sasa inakuja. Si naenda kuchukua mtoto sasa tunaenda. Huko? Ndio. Wende chukua mtoto ukamkamate. Yeye anafanya kazi. Wacha Nelsi nenda kwa dada yako sisi tunawahi huko. Sasa inakuja. Ndio. Si ndio tuende bana. Mtoto. Dada Sabra. Mimi naenda kisimani. Kwa sababu baba akikuta kati hapa kuna maji atatusumbua tena. Mimi naenda kisimani kwa. Ndio. Hodi. Jamani, hodi. Jamani kabla tamjaoga usoni. Ada anapiga mswaki. Shoga yangu hapa. Tumeweka jambo moja. Tumemkuta mume wako Jogo na Vivida. Tena Jogo akampeleka Vivida vichakani. Ndio hivyo. Vichakani kwa kufanya nini? Sasa mimi nilimwona Jogo wakati anatoa nani suruali. Sikiza niwaambie, uko wapi? Twende saa hizi. Sikiliza bwana. Sitakutaka. Sikiliza bwana, mbona kwa na haraka haraka? Jamani mbona mimi unipeleke? Jamani kale kavida nenda kukaua. Basi unataka ndio kwenda atakupeleka. Si ndio atakupeleka, tutajua muda ambao utaenda. Sasa hapa shoga yangu. Mimi nakwambia hivi, tukimkuta Vivida, twende jamani hata saa hizi, twende jamani hivi. Haujawasha hata moto sasa babako atakuta kati amjapiga. Wale watakuja. Baba yako mkali unamsahau? Anatoa shati la juu. Twende jamani hata Shikamoo baba. Shikamoo nyoko. Hizi kuku zinafanya hapa nini? Baba ni rafiki zangu pia kuja kumsalimia. Hapa kwangu si shamba la mpunga ambalo linaruhusiwa kila ndege afike na ale. Nyinyi kuku naomba muondoke. Na shoga jamani tutakuletea taarifa. Wewe rudi ndani. Nimeshawaambia kwamba kuna habari njema. Na habari njema mwenyewe ndo gani? Latifa, naona wakati wako umetimia. Utaolewa. Jamani, nampenda ile shemeji. Nasema tena asante sana baba, nampenda yule Ramadhani. Asante sana baba, nampenda yule Ramadhani. Unasema nini? Tena shemeji mzuri. Sina Ramadhani jamani. Ramanyoko? Unasema nani? Si yule Ramadhani ambaye alikuja kule shemeji jamani. Hayo usahau. Nasema usahau kabisa. Nimempata yule mume ambaye anakufaa na atakaye kuoa. Na si mbali. Ina maana baba unamchagulia damu. Ndio hivyo. Na baada ya siku 2 atafika kukutoa. Umenielewa? Umenielewa? Okay. Yameshapangwa hivyo. Mimi nafanya round zangu. Sabra. Sabra. Njooni nyote hapa. Kuna jambo lingine ambalo nimesahau. Hapo kutafika mgeni ni ango wangu. Na akifika mwambieni kwamba mimi nipo karibu. Nitarudi muda si mrefu. Nadhani umeelewa?
Mnafanya hapa ni? Mlikuwa mfanya hapo ni?